moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia. Na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: ofisi ya ubalozi wa Tanzania nchini Uingereza yaanza maandalizi ya kumpokea Dr. Hussein Mwinyi jijini London. Matayarisho yanakwenda vizuri, matayarisho yanakwenda vyema kabisa, na nitoe tu wito. Kufuatia ziara ya Rais Dr. Mwinyi nchini Uingereza, jumuiya kadhaa za diaspora ya Zanzibar zathibitisha kutoa ushirikiano. Nategemea fika London kuhudhuria mkutano ulioitishwa wa Rais wa Zanzibar. Na tumia ujumbe huu kuthibitisha. Mimi na wenzangu wawili tutakuwa watatu sote. Na huko Afrika Mashariki wiki hii kumepamba moto kweli kweli, ambapo ule usemi wa mdomo uliponza kichwa umethibiti vilivyo baada ya kauli tata za Sheikh Izzuddin dhidi ya Baraza la Ulama Zanzibar kugeuka kuwa msala mzito. Mwenyewe ajitetea. Je, atatoka? Usiondoke mpaka kieleweke. Hayo na mengineo mengi, usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Zaidi ya hapa Lemfi pekee. Na kama hilo halitoshi, tuna bonus ya kibabe juu ya meza. Kwani sasa unaweza kujinyakulia pauni 5 papo hapo mara ya kwanza mteja mpya anapotuma kiasi cha fedha kuanzia pauni 50 au zaidi. Unangoja nini? Kuwa mjanja, kimbia na Lemfi. Viwango bora kila uchao. Msomaji wako leo hii ni mimi Salma Hafidh, na kwanza ni habari za ndani. Ofisi ya ubalozi wa Tanzania nchini Uingereza imeanza rasmi matayarisho ya kumpokea Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi, ambaye atatembelea na kuzungumza na wanadiaspora waishio nchini hapa katika wiki ya kwanza ya mwezi Aprili. Mwandishi wetu Ahmad Rashid Mitumingi ametuandalia ripoti inayosomwa na Salama Mohamed. Hapa ni katika eneo na viunga vya chuo kikuu cha London, yani SOAS, mahali ambapo panatarajiwa kuwa sehemu rasmi ambayo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi atafikia na kuzungumza na wanadiaspora mwishoni mwa wiki inayokuja. Kufuatia ugeni huo, ofisi ya ubalozi wa Tanzania nchini hapa ikiongozwa na balozi wa Tanzania nchini ndugu Mbelwa Kairuki imewasili katika viunga vya eneo hili ili kufanya ukaguzi rasmi wa eneo hilo na kujiridhisha kabla ya ziara hiyo rasmi ya Mheshimiwa Rais hapo Aprili 6 mwaka huu. Katika harakati hizi na heka za hapa na pale, tulikutana na afisa wa mambo ya kikonseli katika ubalozi wa Tanzania nchini hapa, Alhaji Ali Mtanda, na kutaka kufahamu anayaonaje maandalizi ya shughuli hiyo hadi sasa, na hapa anasema. Ni mwendelezo wa maandalizi ya mkutano ambao tunatarajia kufanyika tarehe 6 mwezi huu, ambapo kama tunavyofahamu kwamba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa serikali ya Baraza la Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi atafanya ziara hapa. Kwa hiyo ni ziara ya kihistoria. Kwa hiyo tunaendelea na maandalizi ya kuendelea kujipanga vizuri kwa ajili ya kuweza kukamilisha mkutano huo. Matayarisho yanakwenda vizuri, matayarisho yanakwenda vyema kabisa, na nitoe tu wito kwa wanadiaspora wote watakaopata muda wa kuweza kufika hapa, na wale ambao watatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, basi tunawakaribisha sana kwa siku ya tarehe 6. Watarajie mambo mazuri, kwa sababu mbali tu na ujio huo wa Mheshimiwa Rais, lakini kutakuwa na mada mbalimbali za kuhusu uwekezaji. Tumewaita taasisi mbalimbali kama tunavyofahamu kwamba ZSSF watakuwepo, shirika la nyumba la taifa la Zanzibar watakuwepo, lakini na pamoja na mashirika mengi tu ambayo tumeweza kualika kwa ajili ya kuweza kuona fursa mbalimbali za kiuchumi zilizoko hapa Uingereza, lakini pamoja na nyumbani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wataweza kupata siku hiyo.
Sambamba na hilo, baadhi ya matayarisho kama vinywaji na chakula ni sehemu muhimu ya ugeni huu. Nasi kwa kutambua umuhimu wa mambo kama haya ya mnuso katika shughuli kubwa, tulimuuliza Alhaji Ali Mtanda mambo yatakuwaje, na hapa anasema vitafunio vipo vingi, vitakuja tu. Kwa hiyo inshallah kila atakayepata nafasi ya kuweza kufika basi anakaribishwa. Katika ziara hii, Dr. Mwinyi anatarajiwa kuzungumza na wanadiaspora wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wanaoishi nchini hapa na kuwasikiliza haja zao, kwa yeye pia kutoa nasaha na ushauri wake kwa wanadiaspora hao. Katika kikao hiki, zaidi ya jumuiya ya diaspora 6 za Wazanzibari waishio nchini hapa zimethibitisha kuhudhuria katika kikao hicho, zikiwemo jumuiya kama Glasgow, Leicester, West Midland na East African Educational Foundation ya hapa London. Nikiripoti, mimi ni Salama Muhammad wa Swahili Voice. Awali ofisi hiyo ya kibalozi ilitoa taarifa kuhusu ujio huo kupitia balozi wa Tanzania nchini hapa ndugu Mbelo Kairuki, na hii ni sehemu ya taarifa yake. Hebu tumsikilize. Ndugu zangu wana diaspora, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninapenda kuwafahamisha kwamba tarehe 6 Aprili mwaka 2025 tutakuwa na mkutano wa diaspora utakaofanyika hapa London kuanzia saa 8 mchana katika ukumbi wa chuo kikuu cha SOAS. Kwenye mkutano huo utakuwa na matukio mbalimbali, ikiwemo wasilisho la mada kutoka kwa wadau ambao wapo Tanzania na watakuja hapa London mahususi kwa ajili ya kukutana nanyi. Ndugu zangu na diaspora, mbali na wasilisho ya mada hizo, tutapata fursa hadimu ya kukutana na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, ambaye atakuwa ziarani hapa nchini Uingereza katika kipindi hicho. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameridhia kukutana nanyi wana diaspora katika siku hiyo. Nitoe rai kwa wana diaspora wote, wale ambao wangependa kushiriki basi wajiandikishe kwenye link ambayo ubalozi umeitoa. Lakini pia wale ambao hawataweza kuja London wanaweza pia kushiriki katika mkutano huu kwa sababu utakuwa live stream kuanzia saa 8 mchana. Kufuatia kuwepo kwa taarifa ya ujio wa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi nchini Uingereza, viongozi wa jumuiya kadhaa za Wazanzibari wa diaspora waishio nchini hapa wamejitokeza na kuthibitisha ushiriki wao katika ziara hii, na hapa wanasema Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa nabudi kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwezesha hapa leo tuko wazima afya alhamdulillah. Sisi Glasgow Swahili Muslim Community kutoka Glasgow, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutategemea kufika London kwenda kuonana na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nachukua fursa hii kuthibitisha kwamba ujumbe wa watu watatu kutoka East African Education Foundation utahudhuria mkutano ulioitishwa wa Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi ambao utafanyika tarehe 6 April hapo SOAS. Tunataraji kuonana na viongozi wa jumuiya nyingine pamoja na wote wale ambao watafika katika mkutano huu. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Khamis Muhammad, kiongozi kutoka katika mji wa Leicester. Kwa niaba ya jumuiya yetu ya Leicester natumia ujumbe huu kuthibitisha kwamba inshallah tutashiriki katika kikao na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar tarehe 6 mwezi wa 4 katika jiji la London. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wana diaspora wa Zanzibar mlioko katika miji mbalimbali ya UK, tunakupeni taarifa rasmi kwamba sisi Swahili Community of West Midlands tunakupeni taarifa rasmi kwamba tutahudhuria rasmi katika kikao ambacho ni kinasadifiana na mnasaba wa ziara ya Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Rais wa Zanzibar Alhaji Hussein Ali Mwinyi, kitakachofanyika London siku ya tarehe 6 April
inshallah. Mimi na wenzangu wawili tutakuwa watatu sote, mimi Abu Jafar Saleh na Sheikh wetu Sheikh Musa Ramadhani na Sheikh Yusuf Hafidh. Tutahudhuria inshallah katika kikao hiki, tukitegemea kwamba tutabadilishana mawazo mbalimbali juu ya nasaha ambazo tutapenda zitendewe zishughulikiwe, au nasaha mbalimbali ambazo tutapenda rais azisikie, na mawazo mbalimbali ambayo nia yake ni kuisaidia Zanzibar na kupeleka mbele gurudumu la maisha na uchumi wa Zanzibar inshallah. Nikutakieni kikao kizuri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumuiya ya Umoja Wetu nchini hapa imeanza rasmi mchakato wa marekebisho ya katiba ya umoja huo katika kile wanachodai ni kuongeza ufanisi katika uendeshaji wa shughuli mbalimbali za jumuiya hiyo. Swahili Voice ilifanya mazungumzo mafupi na mwenyekiti wa kamati ya marekebisho ya katiba ya jumuiya hiyo Bwana Juma Kisala, na hapa anatujuza ni mabadiliko gani hayo. Vipengele kadhaa tumeona kwamba haviendani na wakati. La kwanza ambayo tumeliangalia kwa undani zaidi lilikuwa swala la umri wa vijana wetu, ambao hapo mwanzo tulikuwa tumesema watakaokuwa wanachangia misiba ni vijana kuanzia au ni wanachama wa kuanzia miaka 25 na kwenda mbele. Chini ya miaka 25 watakuwa wanaishi chini ya miavuli ya wazazi. Kwa sasa tumepata azimio la kuona kwamba uhalisia hukubali. Kwa hiyo tutafanya mabadiliko kutoka miaka 25, sasa wanachama wataanzia miaka 18. Hilo moja. La pili ambalo tumeliangalia kulifanyia marekebisho ni swala la nasaba za Kitanzania. Akiwa tumesema umoja wetu ni wa Tanzania na watu wengine ambao wana nasaba na Watanzania, kwa maana ya kwamba wapo watu ambao si wa Tanzania lakini wameolewa na Watanzania au wameoa Watanzania. Sasa pale kulikuwa kidogo lugha ya maandishi haikukaa vizuri kwenye katiba yetu ya mwanzo. Tumeona ni lazima pafanyiwe marekebisho kidogo, paboreshwe ili pawe clear zaidi. Na jingine ambalo tumeliangalia kwenye maboresho yetu ni swala la watu wao wanachama wetu ambao wamechelewa au wanachelewa kulipia au kuchangia misiba. Utaratibu wetu wa katiba ya sasa ulikuwa kwamba kuna fine ukichelewa. Hatukutoi wanachama, tunakupa muda. Alafu ukichelewa zaidi tutakuchaji fine kidogo. Labda ushindwe kabisa ndio utakuwa umejiondoa. Lakini sasa kuwafanyia urahisi wanachama kutokana na maoni ya wanachama wenyewe, tumefanya marekebisho hapa kwenye fine, kuzipunguza na kuzigawa kwenye mafungu ili iwe rahisi zaidi. Hayo ndio maeneo muhimu zaidi ambayo tunayaangalia kwenye marekebisho, lakini bado tunaendelea kupokea maoni ya wanachama. Kama kuna lolote ambalo wanaona pia linatakiwa lirekebishwe, tunawashirikisha wanachama wote. Wapenzi watazamaji wetu, huyo ni mwenyekiti wa sasa wa kamati ya maboresho ya katiba ya umoja wetu Bwana Juma Kisala, akitutaarifu kwa kina msingi wa mabadiliko ya katiba ya umoja wao. Kwa niaba ya Swahili Voice, tunakushukuru sana na kukutakieni kila laheri katika uendeshaji wa umoja wenu huo. Na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Mfalme Charles watatu wa Uingereza wiki hii aliripotiwa kulazwa kwa muda mfupi hospitalini siku ya Alhamisi kutokana na madhara ya muda ya matibabu ya saratani, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya nchi, yaani Buckingham Palace. Baada ya kuruhusiwa, mfalme alirejea Clarence House na kuendelea na kazi na majukumu yake. Kufuatia ugonjwa huo, Mfalme Charles ametangaza kuahirisha ziara yake mjini Birmingham iliyopangwa kufanyika siku ya Ijumaa kufuatia ushauri wa madaktari. Taarifa kutoka ikulu ilielezea kuwa mfalme ana matumaini makubwa ya kurejea kwenye ratiba yake ya kikazi wiki ijayo, ingawa aina ya saratani haijafichuliwa. Ujumbe kutoka ikulu ni wa kutia moyo kuwa afya ya mfalme inaendelea kuimarika
licha ya changamoto ndogo zilizojitokeza wakati wa matibabu. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema vikwazo dhidi ya Urusi vinapaswa kuongezwa badala ya kulegezwa ili kuilazimisha kukubali mazungumzo ya amani. Akiwa mjini Paris kwenye mkutano wa viongozi wa Ulaya, alisema ni wakati wa kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Urusi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipendekeza kikosi cha Ulaya kujibu mashambulizi yoyote ya Urusi. Starmer alisisitiza umuhimu wa mfumo na muda maalum kwa mazungumzo ya amani. Viongozi wa Ulaya walikubaliana kuimarisha mshikamano wao huku Urusi ikiendelea kushinikiza kuondolewa kwa vikwazo kabla ya kutekelezwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopangwa na Marekani. Taarifa za kitakwimu nchini hapa zinaonyesha kuwa idadi ya watoto wanaoishi katika umaskini imefikia kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2002. Kufikia Aprili mwaka 2024, watoto milioni 4.45 ambayo ni sawa na asilimia 31 wanaishi kwenye kaya zenye kipato cha chini baada ya makato ya makazi. Idadi hii imeongezeka kwa watoto 100,000 kutoka mwaka uliopita. Kundi la CPAG linatabiri watoto milioni 4.8 wa maskini ifikapo mwaka 2029. Kundi hilo limeitaka serikali kuondoa kikomo cha posho ya watoto wawili na kusitisha mipango ya kupunguza mafao. Serikali ya Scotland imeshindwa kufikia malengo yake ya kupunguza umaskini. Serikali mpya ya Leba imeahidi kuchukua hatua huku mabadiliko ya mfumo wa mafao yakikosolewa kwa kuongeza umaskini zaidi. Na tumalizie taarifa zetu za ndani kwa taarifa ya madaktari wa ENT ambao wamesema kuwa mabadiliko ya jamii kuelekea malipo ya kidijitali yamepunguza matukio ya watoto kumeza sarafu ama ndururu, hali iliyowapelekea kuhitaji upasuaji. Taarifa hiyo inadai kwamba tangu mwaka 2012 hadi mwaka 2022 kulikuwa na anguko la asilimia 29 ya visa vya kuondoa vitu visivyo vya kawaida vilivyomezwa au kuingia puani kwa watoto. Sarafu ama ndururu zilikuwa zikiongoza kama kitu kikuu kilichomezwa na watoto walio chini ya miaka 6. Ingawa kampeni za usalama na vifungashio salama pia zilisaidia, wasiwasi sasa umeelekezwa kwa vitu hatari kama betri ndogo na sumaku ambazo zinaweza kusababisha madhara makubwa ndani ya saa chache, na kwa sababu hiyo tahadhari bado inahitajika. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Huko Afrika Mashariki wiki hii moto uliwaka baada ya Sheikh Ulama mashuhuri Izzuddin Alwi kutoka nchini Kenya kutupia lawama na tuhuma nzito kwa Baraza la Ulama la Zanzibar kwa kumzuia yeye kuingia na kufanya kazi zake visiwani humo. Hebu tujikumbushe kidogo. Kabla ya kuingia kwenye masala, ningeomba, kuna ndugu zangu, mimi kawaida Ramadhani hii sisafiri sana, lakini kuna sehemu sikosi kusafiri: Dar es Salaam, Kitui na Zanzibar. Lakini kuna ndugu zetu wa Zanzibar wamekuwa huulizia mbona sendi, mbona. Napenda ndugu zangu, sisi Waislamu tuna matatizo, wallahi sisi Waislamu tuna matatizo. Napenda mimi niwajulishe kwamba mimi sijakataa kwenda Zanzibar, lakini kule Zanzibar kuna Majlisul Ulama, kama huku kwetu kuna Qadhi's office. Ile Majlisul Ulama ndio isimamia mambo ya makadhi, ina na mufti. Ile ndo kama mlisikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia, na mimi pia amenifungia. Mara tu baada ya tuhuma hizi nzito kusambaa na kuenea kama mafuta ya taa yaliyomwagika duniani kote, Baraza la Ulama visiwani Zanzibar ilizikana tuhuma hizo na kumpa Sheikh Izzuddin siku 7 kujieleza kabla ya hatua zaidi za kisheria hazijachukuliwa. Pia na hapa tujikumbushe,
Baraza la Ulama la Zanzibar katika kikao chake hichi cha leo cha dharura chini ya mwenyekiti wake Mufti Mkuu wa Zanzibar limejiridhisha kuwa halikuwahi kujadili au kuzungumza kadhia yoyote inayomhusu Sheikh Izzuddin Seuze kutoa maamuzi ya kumzuia kuhadhiri katika kipindi chochote cha uwepo wake hapa Zanzibar na ndani ya kipindi cha baraza hili. Aidha, baraza limejiridhisha kupitia kwa watendaji wa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kuwa hakuna zuio lolote lililotolewa la kumzuia Sheikh Izzuddin kuhadhiri hapa Zanzibar. Kufuatia taarifa hizo, Swahili Voice ilifanya juhudi za kina kumtafuta na kuzungumza na Sheikh Izzuddin ili kupata kufahamu ameipokeaje kauli hiyo ya Baraza la Ulama wa Zanzibar. Lakini hata hivyo, juhudi zetu katika jambo hili ziligonga mtamba panya. Nchini Tanzania, katika jiji lile ambalo unaambiwa waja leo kuondoka majaliwa, tunazo taarifa kuwa baadhi ya vijana wa jiji hilo wamehudhuria mkutano wa jukwaa la vijana kidijitali uliofanyika wiki hii katika ukumbi wa Stempark Kisosora, kata ya Chumbageni, kwa lengo la kujifunza mbinu bora za kutumia mitandao ya kijamii kukuza biashara na vipaji vyao. Amina Mohamed anatujuza hasa kuna ni Tanga. Baadhi ya vijana wa jiji la Tanga wameshiriki katika mkutano wa jukwaa la vijana kidigitali kupitia mradi wa Tanga Yetu uliofanyika tarehe 22 mwezi wa 3 2025 katika ukumbi wa Stempark Kisosora, kata ya Chumbageni. Lengo la jukwaa hili ni kutaka kupata uelewa zaidi juu ya kutumia mitandao ya kijamii kwa kuweza kukuza biashara zao au vipaji vyao. Swahili Voice imeweza kujumuika na baadhi ya vijana hao na kuongea nao. Naye Aldo Makapalila ambaye ni fundi umeme amesema jukwaa hilo limeweza kumsaidia kutengeneza muunganiko wa watu mbalimbali ili kuweza kujitangaza kwa kupitia mitandao ya kijamii. Kujifunza masuala mbalimbali namna gani inaweza kufanya shughuli zangu za ujasiriamali katika platform za digitali. Tumejifunza vitu vingi ikiwepo uandaji wa content, utengenezaji wa graphic designs, kupata marafiki kwa ajili ya connection ya biashara, lakini pia kujenga umoja wa jukwaa. Ni mradi mzuri ambao vijana wanaendelea kwa. Kwa upande mwingine, Kabichi Baruti, mwanafunzi wa Stempark kada ya kompyuta, amesema kwa kushiriki jukwaa la vijana kidigitali ameongeza uwezo wa kujitambua na kutambua vyema jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii kwa kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwa leo nimejifunza mambo mengi ikiwemo kujiajiri, kuelimika kwa jamii yetu, kuelimika kwa kijana mwenyewe kupata fursa mbalimbali, na kuelimika kwa jamii, kuelimika mimi mwenyewe, kuelimika kujitambua, kupata fursa mbalimbali, kujiajiri mwenyewe na kutambua umuhimu wako na kujua mitandao, kutumia mitandao vizuri zaidi na kuipana zaidi. Na hayo, Swahili Voice imepata bahati ya kuongea na mratibu wa programu ya Going Tanga, ndugu Hadija Ali. Amesema jukwaa hili limeanzishwa kupitia mradi wa Going ambao lengo lake ni kuibua fursa za vijana na kuwawezesha vijana kuweza kujiajiri ama kuajiriwa kitaifa na kimataifa. Naye amewataka vijana wa jiji la Tanga kuzijua fursa za kidigitali na faida ya kutumia mitandao ya kijamii katika kutangaza ujuzi waliokuwa nao au kazi zao. Hii itawapatia fursa ya kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Jukwaa hili kuona vijana wa Tanga wanapata fursa mbalimbali za kidijitali kupitia skills walizokuwa nazo ama opportunities zilizokuwepo Tanga na Global. Jukwaa hili limeanzishwa kutokana na mradi wa Tanga Yetu kupitia mradi wa GOIN ambao lengo lake kubwa sana ni kuibua fursa za vijana na kuwawezesha vijana kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwa hiyo tunategemea jukwaa hili linaweza kuwawezesha vijana sasa kukutana kwa pamoja, kuweza kujua fursa, kuweza kuonana na wadau mbalimbali wa kidijitali na wa kibiashara ambao watawasaidia wao kukua kwenye biashara zao na kuongeza vipato. Na ukuaji huu sio ukuaji tu katika halmashauri ya jiji la Tanga, tunaendelea kukua zaidi kinchi
hata kimaendeleo mengine ya nchi mbalimbali, na hii inatokana na kuwawezesha vijana kukua kiuchumi kupitia miradi mbalimbali ambayo inatafutiwa na mradi mkubwa wa Tanga Yetu ambao unakuwa coordinated na Tanga City Council. Nikiripoti kutoka Tanga, kata ya Chumbageni nchini Tanzania, mimi ni Amina Mohamed wa Swahili Voice. Tunamatishe habari zetu za wiki hii nchini Kenya, ambapo tunaarifiwa kuwa vijana wa Elbagon na eneo bunge la Molo waliingia tena barabarani wiki hii kulaani mauaji ya kijana mwenzao Godfrey Ngugi almaarufu kama FB mwenye umri wa miaka 23 ambaye mwili wake ulipatikana katika mazingira ya kutatanisha siku kadhaa baada ya kutoweka kwake. Mkasa huu ulipita mbele ya macho ya mpembuzi wetu yakinifu Nyota Suleiman, na hapa anatudokolea usukununu mzima wa mkasa huu. Vijana wa Elbagon eneo bunge la Molo waliingia tena barabarani wiki hii kulaani mauaji ya kijana mwenzao Godfrey Ngugi mwenye umri wa miaka 23 ambaye mwili wake ulipatikana siku kadhaa baada ya kutoweka. Mwili wa Ngugi ulipatikana ndani ya mto Molo, mita chache kutoka mji wa Elbagon. Vijana hao wa rika la Gen Z walikabiliana na polisi wakati wa maandamano yaliyodumu kwa takribani saa 2 wakiwarushia mawe polisi na kukiteketeza kituo cha polisi cha Elbagon wakidai ni eneo la uhalifu. Vijana hao wenye hasira walilaani vikali visa vya utovu wa usalama eneo hili miezi michache tu baada ya kuuawa kwa kijana mwingine Richard Otieno, wakiwalaumu maafisa usalama kwa madai ya utepetevu. Venye watu vijana wametoa huyo kijana kwa mtoni wakaweka kwa uwanja wa mpira ya Kamore, ndio maskari wanajua kukuja. Na kukuja ndio kwanza kutupia watu tia gas. Na marisasi. Badala wakuje waulize mumempata aje. Hao ndio kwanza kukuja na fujo. Sasa tutafanya aje? Jameni, serikali saidieni. Richard wao na mambo ya Richard potea tu hivyo. Kwani Elbagon tutazaa watoto wetu wakiuawa? Mtoto akionekana anajisimamisha aje kujisaidia, ndio watoto wetu watutafanya aje? Tafadhali serikali saidieni na tuondoe maskari wa Elbagon tuletoe wengine. Kulingana na vijana hao, wanadai kwamba wanalengwa na baadhi ya wakuu serikalini kutokana na msimamo wao waliodhihirisha siku za hivi majuzi katika kupigania mageuzi ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwani mayuthi sisi mayuthi tutafanya nini? Ama tunauliza mwenye kona kisasi na sisi. Sasa kuja tuambie hapana, mayuthi mimi mmenifika pale na hapa na hapa mnataka aje? Kuliko tuwe hivyo. Silent. Sasa kuja tuambie hapa hivi huyu ameso. Sasa ni marafiki wawili wamesonga na station moja. Na huyo ni Guka ameuawa. Mimi si kama ni mimi next. Lakini sasa ni nini wanauliza mayuthi? Sisi ni nini tumekosea nani? Na kama tuko na shida tukijitetea wanatuitia maaskari. Hiyo gati zenye nayo hiyo kukuja kutuvuruga hapa hivi. Si wakuje nazo waseme hapana iko hivi na hivi na hii. Kuliko mayuthi wote wakufe. Wakati wa makabiliano haya, risasi moja ilimpata mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya upili ya Elbagon ambaye alifariki papo hapo kutokana na majeraha ya risasi. Polisi waliuchukua mwili wake na kupeleka katika chumba cha kuhifadhia maiti cha kaunti ndogo ya Molo. Matukio hayo yakilaniwa vikali na waandamanaji waliosisitiza haja ya uchunguzi wa kina na haraka kufanyika ili familia zote mbili zipate haki. Kila mtu ananijua, si ndio? Swali yangu ni mbona mnaua mayouth peke yao? Mbona tujasikia tikifa ya Guka mwenye amezeeka? Janzi kwani tumewakosea? Aje. Tumewakosea nini? Simonge. Richi mlimuua. Huyu ni beshte Richi mumemuua. Kwani kesho ni mimi ama instead kabla tusikize wanatupea tear gas. Tear gas ndio feedback. Kwani si ni maumbwa mtatuaje? We need justice. Tunataka justice. Ripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Nakuru, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya. Jina langu ni Nyota Suleiman. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakieni wikendi njema. Alamsiki. Haya,
Sasa kumekucha, ni mwaka mpya na mambo mapya. Ndiyo, ni mambo mapya kabisa na kampuni yako pendwa ya Lemfi. Kwetu sisi Lemfi, sasa tunatoa viwango bora vya kutuma fedha nchini Tanzania. Viwango ambavyo huwezi pata mahali popote pale zaidi ya hapa Lemfi pekee. Na kama hilo halitoshi, tuna bonus ya kibabe juu ya meza. Kwani sasa unaweza kujinyakulia pauni 5 papo hapo. Mara ya kwanza mteja mpya anapotuma kiasi cha fedha kuanzia pauni 50 au zaidi. Unangoja nini? Kuwa mjanja, kimbia na Lemfi. Viwango bora kila uchao.